Bwana ndugu yangu dalali, tukiwa tunaenda kidogo kwenye break tukasema hakuna ubaya kidogo tujaribu kupitia story fulani ambayo kidogo ime trend sana kwenye mitandao ya kijamii kuanzia jana, ambapo inamuhusu mwanaume mmoja ambaye kwa majina anaitwa Jitu Munda. Jitu Munda. Huyo anaitwa Jitu Munda. Huyo Jitu Munda bwana ni kutoka kule pande za India, ambapo Januari 26 mwaka 2026 alipotelewa na dada yake. Dada yake alifariki. Sasa katika tukio la kufariki bwana, huyu Jitu Munda ndo akawa mtu ambaye uko pande za Odisha ndo amepewa jukumu la kusimamia hizo akaunti za dada yake. Sasa akawa amejaribu kufanya attempts mbalimbali za kwenda kwenye benki husika kwa ajili ya kutoa fedha ambazo zipo kwenye akaunti ya dada yake. Sasa mtihani ukawa ni mkubwa sana walipokuwa akienda kuulizia kuhusu kutoa huo mzigo. Hiyo benki majibu walikuwa wanampa ni kwamba wanahitaji owner wa ile account aje physically. Na alipojaribu kuwaelezea kwamba huyu mtu amekwisha fariki, watu wa benki hawakumuelewa. Wakamkazia. Lakini kuna certificate of death. Yes. Hawakumuelewa. Kwa alichokifanya sasa yeye ni kwenda moja kwa moja, ambapo sasa ndo maamuzi yake yameenda extra mile, ndio akatengeneza trending. Sasa watu wakashtuka kwamba mwamba amevurugwa kiasi gani. Alichokifanya akaenda kwenye kaburi la dada yake, akalifukua, akamtia kwenye mfuko dada yake. Akamtia begani straight up mpaka benki. Sasa kwa mujibu wa taarifa, watu wakasema kwamba Jitu Munda baada ya kwenda na ile maiti ndo akafanikiwa kupata fedha, lakini kwa taarifa tulizopata mpaka sasa hivi fedha ile ilikataliwa kwa sababu mambo ya documentation bado hayajakamilika. Kwa hiyo yule jamaa hata akupokelewa benki na ile maiti aliishia nje. Sasa mingi mmesema kwamba mnataka muone muhusika mwenye account. Sasa hii kwa nini mnaogopa? Hii inakupa picha gani? Yaani ni kwamba mimi naziona zipo kama sehemu mbili, kwamba wale watu wa benki wanahitaji kuongeza weledi sana katika kuwasikiliza wateja wao. Inawezekana. Cha pili, ule uharaka wa kupata fedha usikufanya ubinadamu upotee. Alichokifanya kaka mtu ule sasa sio ubinadamu. Yaani nakuwaje unaenda kufukua kaburi? Kwa hiyo maana anarudi tena kufanya mazishi upya. Sasa mimi ndo najiuliza, okay, akipewa hiyo hela itakuwaje? Sasa huwezi jua. Lakini mimi nachojaribu kuwaza ni kwamba kuna death certificate ambao kwa nchi yetu benki yoyote wanaelewa. Ni kweli? Kwa nchi yetu benki yoyote wanaelewa kutokana na cheti cha kifo. Sasa sijui kuhusu India. Huko ndo usije ukaniingiza ubaya. Mimi story ya Jitu Munda bwana nimeipenda sana. Mimi nataka nifuatilie mpaka niweze kujua mwisho wake huyu jamaa atapewa huo mzigo ama vipi. Kwani Jitu Munda yuko Instagram? Wewe muangalie kwanza Jitu Munda kwanza, ni mtu kazi kabisa. Yaani ameshavurugwa. Wewe unamwona Jitu Munda? Huyo ndo Jitu Munda. Sasa unahisi unamjua au? Wewe utulie bwana na wewe. Maana ulivyoinua miwani yani kama unamjua yani. Sema Jitu Munda hata mimi benki siwezi kuelewa. Unaona bwana. Jitu Munda naona kama ameenda extra mile sana kwa tukio lake alilolifanya. Sawa, ni kweli ana shida na hiyo hela. Dada yake yule amefariki. Lakini Jitu Munda kwa nilipomuona, ile tukio limetokea India, sehemu inaitwa Odisha. Hizo? Odisha. India. Wakina Jitu Munda. Jitu Munda. Kiukweli jina inabidi niliweke. Ilikuwa chinga. Unajua anacheka kama mazuri. Lakini Jitu Munda haonekani kabisa kwamba amefiwa. Jitu Munda unaonekana alikuwa na hasira sana na hiyo. Ana hasira na hiyo. Jitu Munda ifanya kazi bwana. Paka unapofua maiti ya dadako. Mfanya kazi bwana Jitu Munda. Nikajaribu kumwangalia afadhali na hiyo. Mimi nakwambia.
ila ile Jitu Munda lazima nimpe mtu AKA. Wewe jina lenyewe Jitu. Lazima nimpe mtu AKA Jitu Munda. Kama nichamuona kabisa nani wagomba Jitu Munda. Hii Jitu Munda inabidi awe mtu fulani hivi. Mtu mkavu kweli kweli.